Baada ya Iran na Israel kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa kina na vyombo vya habari kuhusu juhudi zake za kujaribu kusitisha mzozo huo. Trump alisema kuwa katika simu aliyofanya na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu siku ya Jumapili, alimwonya kwamba huenda hivi karibuni akabaki peke yake dhidi ya Iran ikiwa hali inaendelea kuwa mbaya. Wakati huo Marekani ilitangaza kuwa haikuhusika katika mashambulizi ya anga na makombora ambayo Israel ilifanya dhidi ya Iran. Kutokana na hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, Iran na Israel zilitangaza Jumatatu kuwa zitasitisha operesheni za kijeshi dhidi ya kila mmoja. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Israel vilimkosoa Trump kwa kuitaka Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, huku Israel ikiendelea na mashambulizi hayo licha ya wito wa Marekani. Baadhi ya wachambuzi wameeleza tofauti hizo za hadharani kuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa na kudhibiti mvutano huo. Mnamo Juni 7, Israel ililenga makao makuu ya Hezbollah katika kitongoji cha Beirut. Hatua hiyo ilisababisha Iran kushusha makombora dhidi ya Israel na baadaye Israel kujibu mashambulizi hayo. Gazeti la kiliberali la Haaretz liliripoti kuwa Israel ilishambulia Iran licha ya ombi la Trump kwa Netanyahu. Kwa mujibu wa Barak Rediv, mwandishi wa masuala ya kidiplomasia wa chaneli ya 12, afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na chanzo kutoka Israel walidai kuwa Trump alimwambia Netanyahu katika simu, usijaribu mashambulizi ya makombora ya Iran na ipe diplomasia siku kadhaa zaidi. Haaretz pia aliandika kwamba juhudi hizo za kidiplomasia zinaonekana kushindwa baada ya Israel kuishambulia Iran tena, huku likieleza kuwa kombora la balistiki pia lilirushwa kutoka Yemen. Kwa upande mwingine, gazeti la Maariv lilisisitiza kuwa Israel ina haki ya kujilinda kwa nguvu, kwa udhibiti na bila kusita dhidi ya mashambulizi ya Iran. Gazeti hilo pia lilikosoa taarifa kwamba Trump alijaribu kuizuia Israel kujibu mashambulizi hayo, likisema Marekani inapaswa kuunga mkono hatua za Israel baada ya kuzuia. Ingawa Israel na Iran wameepuka mashambulizi ya moja kwa moja tangu mwanzoni mwa Aprili, Netanyahu ameendelea kusisitiza umuhimu wa kuendelea na msimamo mkali dhidi ya Iran. Hali hiyo imeibua maswali kuhusu iwapo makubaliano yoyote kati ya Marekani na Iran yanaweza kuzuia kikamilifu mpango wa nyuklia wa Iran, huku pia yakitimiza matarajio ya Israel. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Lendava. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na YouTube ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.